Haimaanishi kwamba kila mwanamke ambaye ana changamoto ya uke mpana basi yeye ni ameshiriki tendo na wanaume wengi tofauti tofauti. Sawa, inaweza ikawa sababu mojawapo kama umeshiriki tendo na wanaume wengi kupelekea maumbile yako kulegea, kwa sababu kila mwanaume anayo maumbile yake na namna ambavyo ameumbwa. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kupelekea hii changamoto na mwanamke akavifanya bila kujua kwamba vinaweza kuwa sababu ya maumbile yake kulegea na kuwa mapana. Jambo la kwanza, kama kuzaa karibu karibu watoto kwa njia ya kawaida inaweza kuchangia. Lakini pia mwanamke kama unaoshea sehemu zako za siri na vitu vyenye kemikali kama vile vipipi, sabuni, vitu ambavyo vina kemikali, kuoshea kwenye sehemu zako za siri inaweza kuwa ni sababu. Lakini pia kama ambapo unajisafisha maumbile yako kwa kuingiza vidole mara kwa mara inaweza kuwa ni sababu mojawapo ambayo inaweza kupelekea changamoto hii kutokea. Hakikisha kama wewe ni mwanamke ambaye unapitia hii changamoto ya uke kuwa mpana, unajitibia haraka iwezekanavyo, kwa sababu maumbile yako kama yamelegea hauwezi kuhisi raha pale ambapo unashiriki tendo, kwa sababu maumbile yamelegea. Lakini pia hauwezi kufika kileleni hata kwa siku moja kama maumbile yako yanakuwa mapana na yenye kulegea. Lakini pia ukikaa na hii changamoto kwa muda mrefu itapelekea maumbile yako kujamba wakati unashiriki tendo la ndoa, na hii ni hatari sana, kwa sababu inakuwa inashusha performance ya tendo. Lakini pia ni aibu pale ambapo unashiriki tendo na mwenza wako, hasa kwa mwanaume ambaye hajui kama hii changamoto ya uke kujamba ni changamoto ya kawaida, inatatulika na kupona kabisa. Hakikisha kama una changamoto hizi basi unanitafuta, unachukua namba yangu bio, tuweze kuzungumza namna gani ya kusaidia ili kuweza kurudi kwenye hali yako ya kawaida, kwa sababu hii changamoto inatatulika na kuisha kabisa endapo utaamua kuanza matibabu.